Nimelitoa mimi. What? Okay. Samahani kama I'm beating my own drums. It doesn't matter. G55 nimelitoa mimi kwa sababu I was reporting in English. Okay. Daily News. Ndio likotoka jina la G55. Kesho yake baada ya hoja ile kuja pale Karimjee ndio likapatikana hiyo G55. Mimi nimetokea mara hizi. Hii moja wapo nikiwa New Habari. Ya kwanza ilikuwa niko Daily News. Gazeti la serikali. Na nitumia muda wangu mwingi sana kuripoti bunge. Wakati wa Pius Msekwa. Kwanza nilianza kwa Adam Sapi Mkwawa, Karimjee. Wanahamia Dodoma, nimeripoti miaka yote na Pius Msekwa mpaka anaondoka. Pius Msekwa. Anakuja Samuel Sita, nimeripoti bunge la kwanza la vyama vingi. Baada ya pale nikawa grounded ofisini. Sasa ile ya Stop Press ya Daily News. Kulikuwa na suala la OIC. Unalikumbuka Ya Tanzania kujiunga na ile Kuna kagazeti fulani kalifilisiwa na Abdu Jumbe. Kaliko kanaita Moto Moto. Kagazeti kadogo tu kalikuwa weekly. Baadaye ulianza kwenda twice a week. Kalikuwa ni investigative. Mhariri mwenzangu alikuwepo pale, alikuwa anaitwa Sylvester Hanga. Maybe hajulikani sana kwenye media. Lakini ndio alikuwa mhariri wa Moto Moto. Wakapublish 2-3 sentence kuhusu mkutano wa OIC uliofanyika Abuja. Mwaka huo. I can't memorize the years. Hanga akapublish kale ka story innocently kwamba ni information kwamba Tanzania imejiunga, Zanzibar imejiunga na OIC. Njeru Kasaka marehemu. You've heard of him? Hata kabla alipotunga kitabu nilikuwa basi akapeleka hoja bungeni Dodoma. Akihoji Zanzibar kujiunga na OIC. Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano. Haina mamlaka ya kujiunga kwa sababu Zanzibar internationally is not a state. Ingawa Zanzibar hawapendi kulisikia hiyo. Lakini internationally Zanzibar is not a state. Hata kama watasikia haya nazungumza wanakasirika sana. But it is a fact. Katika international law. Nimesoma kidogo international law. Hapo chuo cha diplomasia. Basi wakaitana watu 55. Njeru akapata watu 55. Wabunge 55 waliounga mkono hoja ile. Ikaletwa ndio msingi wa G55? Ndio. Na jina 55 simelitoa mimi. What? Okay. Samahani kama I'm beating my own drums. It doesn't matter. G55 nimelitoa mimi kwa sababu I was reporting in English. Okay. Daily News. Ndio likotoka jina la G55. Kesho yake baada ya hoja ile kuja pale Karimjee ndio likapatikana hiyo G55. Kwa hiyo haikuwa hasa swala la Tanganyika kuwa na serikali yake iliyoasisi G55, ilikuwa kwanza ni OIC. Swala ilikuwa ni OIC. Ndio kiini cha G55. Wakasema kama Wazanzibari walikuja wakatetea kwamba ni nani, Zanzibar is a state. Sasa Kares, Mateo Kares
akachaguliwa na wale G55 kuwa ndio mwenyekiti. Katibu Njeru Kasaka. Kwa hiyo wakaleta motion Pius Msekwa, nafikiri kama my memory serves me right, alikuwa ni deputy speaker. Speaker Mkwawa alikuwa incapacitated na umri na uzee na nini. Kwa hiyo Pius Msekwa alianza kama acting speaker pale Karimjee. Basi wakapeleka hoja au G55 wakapeleka hoja kwa Pius Msekwa. Msekwa akakubali hoja ijadiliwe. Wakajadili na wakaitaka serikali ije na majibu katika kikao kijacho, na kikao kilichokuwa nakuja ni Dodoma. Ije na majibu kwenye kikao kinafuata Dodoma. Tumefika kule Dodoma. General Mwengo was one of the G55. G55 uliliona bunge limegawanyika katika misingi ya kidini. Aidemaya General alisimama hivi, akanyooka katika wabunge Waislamu walio contribute kwenye ile hoja. General wengine wote akina Mustafa Nyang'anyi mpaka kofia zinataka kuwadondoka, sijui akina nani, wote kwa sababu ya Uislamu. Mbona Tanzania una balozi Vatican? Irrelevant issues. Vatican is a state. Unaona? Si tunanyimwa misaada kwa sababu sijui nani. Ikaleta, na rafiki yangu alikuwa Hassan Diria, Minister for Information. He was my friend. Tukaja tukatofautiana hapo. Baadaye bunge likaenda kukaa kama caucus. Sijui Kiswahili chake. Yaani limeitwa bunge sasa likakae kama kamati ya chama, party caucus, kama kamati ya chama. Ripoti ile imeshatoka. Wakakae kama kamati ya chama waijadili. Wameenda kule, waandishi wa habari tumekwenda, wakasema tutatoa statement kesho. Sasa mimi niko Dodoma. Na bahati nzuri, of course hao ninawataja ni marehemu wote. Mpiruka alikuwa anaitwa William Mpiruka na Njeru Kasaka. Walikuwa ni marafiki wa managing editor wa Daily News. Yupo anaitwa Joseph Mapunda. Simtaji kwa ubaya, namtaja kwa wema. Joseph Mapunda aliwakaribisha Mpiruka na nani kwenye rest house yetu Dodoma. Rest house ilikuwa na vyumba hivi vya kulala. Kimoja Mpiruka, kimoja Njeru Kasaka. Kimoja Barinago Mbungu, kimoja John Kulekana. I mean hatakuwa sisi, whoever goes to report bunge kule. Kulikuwa already na na tulikuwa naondoka na gari hapa, tunaenda nao Dodoma. Msianze kuhangaika sijui nini na nini. Basi wametukatalia kule, wanatoka kwenye caucus. Wakasema tutatoa statement kesho. Sisi hao tukaenda huko, tukapiga kinywaji chetu, tunarudi kulala. Njeru na Kasaka na Mpiruka hao wanarudi. Nikamwamisha mwenzangu, hao wajengia hata chumbani, tuambia tumegeni kidogo. Wakasema sisi hatuwezi kusema, msije mkasema ni Njeru na Mpiruka buku hilo hapo. Tukakimbia kutoka area C kurudi School Street hapa karibu na Jamatikana. Zipo ofisi za Daily News mpaka leo.
Saa 4 usiku. Tukakimbia tukaja pale, tukasoma. Mwenzangu nani alikuwa kidogo faster katika kutype. Kwa hiyo mimi nasema typewriter kulekana alikuwa faster kuliko mimi. Kwa hiyo ndio akawa anapiga zile point tulizokubaliana. Huku tumetoa stop press. Dar es Salaam tumepiga simu stop press. Na wao walikuwa wameshaenda mtamboni. Ni habari ya mchana sasa. Ya kesho asubuhi. Kwa maana hizo walizokuwa naandika kwenye chombo, kwenye press wakati huu, zile ambazo zilikuwa reported. Mtulizo ripoti mchana za bunge na nini na nini. Zimepitwa na wakati na event hii ya usiku. Okay. Tukapiga huko. Wakasema tumtaarifu managing editor, mtaarifuni Dodoma kuna kigongo. Scoop. Scoop. Basi wakastop the press. Tumeandika na John Kulekana, tumejiridhisha, tukaisoma tena. Wakati huo tunatumia telex. Mwambie mtu wa telex asiondoke, asifunge mlango. Tunaleta kigongo. Basi. Telex nayo ulikuwa na type kama labda mjaiona, mmeingia kwenye kompyuta. Telex tukaenda kulala. Kesho asubuhi habari za magazeti, item namba 1 ndio hiyo ya OIC. Sijui huku editor walibadili headline yetu. Sikumbuki wanaandika nini. Basi. Waliandika kwamba nafikiri G55 wadai serikali ya Tanganyika. Kama Zanzibar wanasema ni state, basi na Tanganyika irudi. Si nchi mbili ziliungana. Wale wanasema they are state. Tanganyika iko wapi? Basi na si Tanganyika irudi. Ilikosi mama. Ileta taharuki. Lakini bunge la chama kimoja hilo ndio. Hatukuitwa, sijui kamati ya nini, kamati kama hiyo waliunda kamati ya nani, yule mtu wa Mbozi yule. Nani? Mseko aliunda kitu cha kusamoni wa waandishi wa habari sijui. Alikuwa mbunge pia. Alikuwa mbunge. Simpasa. Simpasa. Kamati ya Simpasa. Ilikuwa nini? Ilikuwa kamati mbaya sana kwa sisi vyombo vya press. Na kwa nini Msekwa aliunda hiyo kamati hiyo? Ili turudisha nyuma. Ndio msingi wa censorship hizi nyingine. Lakini I'm glad to say kwamba watu wengine labda hawatanielewa. Uandishi wa habari wakati ya chama kimoja. I say to enjoy. Yeah. To enjoy. Niulize. Kwa nini? Kwa sababu the man is the top. Mwalimu. Alikuwa ametupa nguvu. Waandishi. Akasema watu wengu hawawezi kuniambia ukweli katika mambo ambayo yanahusu wananchi. Katika nani yake tunaita Daily News Charter. Aliandika, kaitafute uisome. Daily News Charter. Ili tupa uwanja mpana. Umpigie simu waziri, alafu seme simu haikupokelewa. Umpigie simu sijui mkuu wa mkoa, sijui nini, aseme sijui nini, hamna. Sana atakwambia nipe muda nitafute majibu. Na kweli atakuja. Na muda gani mkuu? Anambia nipe siku 2.
Chama kimoja. Chama kimoja. Vyombo vya habari ni vya serikali tu na chama Labda magazeti Mfanyakazi wakati huo? Lilikuwepo lakini ilikuwa bado. Okay. Baadaye Mfanyakazi kaja kuwa juu sana, lakini baadaye ilijihusisha zaidi na masuala ya wafanyakazi. Okay. Haikuingia sana kwenye politics. Basi. Kwa hiyo bwana, tuliweza kunyanyua simu tena zile za kukoroga. Teknolojia imewafeva. Upo nyumbani kama hivi hapa una nani tu imekwenda. Sisi unapiga simu kwa operator, anakuambia kuna uchelewesho wa masaa 4. Utasubiri? Naambia nitasubiri. Na huenda asipige mpaka ukumbushe. Anakuambia sijui nini, mitambo sijui nini. Kwa hiyo it was an impediment. Technology was against us. No. Lakini kwa MRC ambao walikuwa na hotlines, normally kama ni RC ambaye anajitambua, alikuwa anatupa hotline. Ya moja kwa moja mezani kwake, sio kwa operator. Kwa hiyo tuliweza kufanya kazi comfortably. Na mkiandika kitu kuhusu fulani, Nyerere was no man, alikuwa entertain vitu ya ovyo ovyo. Unasikia tu tena anatangaziwa kwenye taarifa ya habari, Mwalimu Nyerere amebadilisha nani, au ametengua uteuzi. Au amehamishwa kupelekwa makao makuu, asubiri. Kuna story mbili umetuambia za Stop Press. Kitu kinachonivutia sana mimi kwamba zote ziko katika mazingira na muktadha tofauti. Huku ulikuwa mhariri tena mwenye mamlaka. Huku Mfanyakazi. Huku ni habari. Na huku ulikuwa mwandishi. Nilikuwa reporter. Ulikuwa mhariri. Sikuwa mhariri. Ilikuwa inaruhusiwa kufanya hivyo au Mpiruka yeye alikuwa na cheo kuliko wewe au mlikuwa wote maripota mkiwa? Sio kulekana, sio Mpiruka. Kulekana. Okay. Kikazi nilikuwa na mzidi kidogo. Okay. Because kulekana alinikuta Daily News. Kwa hiyo mimi nikapandishwa kwa cheo senior reporter. Okay. But I was a reporter anyway. Okay. Hata wakikuita senior, you are just a reporter. Lakini kwamba wakubwa wetu wahariri walikuwa naijua hiyo, kwamba mwandishi akisema Stop Press ana story, real story, uwe na sababu kweli ya kutosha. Na wale walikuwepo Daily News wakati tunaandika Stop Press, wakasema ngoja tumtafute managing editor. Kaambia managing mtamtafuta wapi saa hizi? Ni usiku. Mwite senior yoyote aliyopo hapo. Akamwita. Nadhani alikuwa Wenceslaus Mushi. Kwa sababu walikuwa nakaa karibu na ofisi. Siri moja ya Daily News. Nyumba za wahariri zilikuwa karibu na ofisini. Kwa hiyo wakatuma dereva hata kwa managing editor. Ipo nyumba hapa nani? Hapa Surrender Bridge. Hii njia hii ya kuingia hii inakuja Faya. Kuna nyumba ya muhariri pale. Okay. Deputy alikuwa Upanga, mtaa mmoja unaitwa Mfalme. Ni mahali pa dereva kwenda mara moja na sasa huwezi kuwakosa wote wawili. Kwa hiyo wakampata deputy. Akaambia wamesemaje? Wamesema wana nani story inahusu OIC. Kwa sababu si tuliwahi kuandika huko na tuliwahi kuandika kwamba bunge limesema lipate majibu Dodoma. Sasa majibu ya Dodoma ndio hao yamepatikana, ndio hii story. Akasema go ahead. Wewe una mambo mawili. Jambo la pili ni kwamba wakati ule ulikuwa chombo cha serikali na huko ulikuwa chombo cha binafsi. Mapokeo ya wakubwa wako na yalinganishaje, kwamba hawa huku mlipongezwa kwenye hii market? Tumeona kule kweli kule Daily News unajua kulikuwa na nini, kulikuwa na incentive.
Ukitoa exclusive kuna ka incentive. Hawakuongezei mshahara lakini wanakupa, hawaweki kwenye mshahara. Wanakupa ka incentive. Kwa mkavuta. Tukavuta. Mungu akupe nini? Huku nani hapa kuepo kitu. Hapa kuepo kitu. Na kule Daily News tofauti na huku. Mnajua mfumo wa vyama vingi umekuja baada ya New Habari. Baada ya Habari Corporation. Ndio umekuja. Kule wakati wa Daily News tulikuwa chama kimoja. Kwa hiyo we were part of the serikali. Hamwezi kufanya decision ambayo itai-embarrass serikali. Ingawaje is another story, tuiache. Yako matukio ambayo yalitokea nikiwa Daily News ambayo serikali isema hamwezi kutoa. Basi. Kwa hiyo huku kwenye private press ni zaidi na ni nani anamtaka awe nani kwenye kile chombo. Unanielewa? Mimi kama mimi nilipewa kuwa mhariri wa The African. Baadaye nikaja nikahamishiwa Rai. Baadaye nikawa ombudsman. Baadaye nikawa in charge wa magazeti yote, lakini sio kwamba walipenda. Hakutaka mimi niwe direct na say katika yale yanaingia kwa sababu zao wanazozijua wenyewe. I'm not blowing my own pipe, lakini nimesoka toa mwanzo. Mimi ni mtu wa hivi. Mwenyoka. Kwenye siasa hakuna kitu kama hicho. Hakuna mwanasiasa aliyenyoka. Hakuna. Polepole karibuni hapa amesema mimi nimenyoka. Juzi alivyokuwa wakati wa Magufuli, si huyu amegeuka. Anasema ilikuwa principle. Principle isahau wakati wa Magufuli. Asa ndo principle zenyewe. Iko ya Kiingereza. Who pays the pipe? Who pays the piper calls the tune. Kwa hiyo polepole na alikwenda katika lakini ni watu wachache sana ambao wanakiri conscience yake imempeleka mahala anakiri kwamba no, I think nilifanya vibaya. Ndio maana ameomba msamaha. Lakini amesema alifanya kwa nia njema. So that's why mimi naona msamaha. Kwa nia njema gani? Kwa nia njema gani? This why he put. Hapana. Tuna mambo mengi sana ya kuzungumza na nashukuru kwamba tayari tumetoka Mambugu naye ameshakuwa ambaye ni veteran editor, mhariri mkongwe. Lakini ngoja nikumalizie ya Daily News ambayo serikali haikutaka tuandike. Ndio. Moja, kifo cha Sokoine. I've said this repeatedly, lakini nadhani kwa vile hii ni special interview labda coverage yake kidogo. Managing editor wakati huo alikuwa Uli Mwambulukutu. Ni kaka wa nyumbani. Mungu ni mkubwa, bado yupo. Uli Mwambulukutu. He's next in my line. Yeah. Sasa tumekuja asubuhi postmortem ya kesho yake sasa. Postmortem ikaamua kwamba tunaandika story moja kutoka kurasa wa kwanza mpaka wa mwisho. Hakuna cha sports, hamna cha nini. We are going to write one story. Waandishi wa habari wote. Retaining vitu vinavyohusiana na kifo cha Sokoine. Haijawahi kutokea. Tukatawanyika bwana. Lakini baada ya kupeana assignment, news editor akatoa assignment. Wewe tafuta hiki, wewe katafuta hiki, wewe katafuta hiki. Kama ni cha michezo kinahusiana na Sokoine, wewe katafuta hiki, wewe katafuta hiki. Tumerudi saa 10. Tumeandika story. Tumemaliza.
wakubwa wetu wakaenda editorial meeting ya saa 10. Kutana huko kasema we go by our story. Mimi wakati huo niko jikoni, ni chief sub. Tuko mahali ambapo siku hizi mnapaitaje pale wanatengeneza magazeti pale kwenye vyombo vya habari. Kule kwenye computer room pale wanatengeneza, mnaita nini? Sio studio. Digitali zaidi. Kuna chumba pale ambacho wanatengeneza gazeti. Setting nini? Setting huko. Zamani tulikuwa na type setting. Sasa hivi sijui wanahitaji sana. Basi tumemaliza story. Mimi na wasichana wale ya Pest hapo tumetengeneza gazeti na nini. Kumbe huku managing editor ameitwa Ikulu. Na chief editor. Chief editor pana, editor in chief. Ambaye ni rais mwenyewe wa gazeti la serikali. Sijui kama ameondoa hicho cheo, sijui. Ametoka kule uli Mwambukuto, amekuja na hasira. Kakangu ule mara nyingine yuko short tempered. Akiuzika huko anakuja kumalizia hasira huko. Amekuja pale bwana, nikuta mimi nahangaika, tunamalizia gazeti. Amefika pale. Bwana, yes sir. Ondoe. Nikamwangalia. Naondoa hii, alafu tunaweka nini? Bakiza vitu vingine, lakini hii ondoa. Ile main story ya Sokoine tukaiondoa. Akaleta ka statement kapara 4 kutoka Ikulu. What do you do? Niliondoa. Sasa unaweka nini pale? Unaweka picha ile na caption story. Ile iliyotoka Ikulu. Maelezo ya kifo cha Sokoine kilichotoka Ikulu. The caption story. That was it. Hiyo ya kwanza. Story kuhusu nini? Kabla tujahama. Kifo cha Sokoine, the circumstances. Mliandika mazingira yote ya yote, wapi wanasemaje? Sio mimi niliandika, lakini kuna mtu anaitwa James Mpinga. You know him? Kwenye andiko lake hilo aliyo contribute. Akasema Tanzania goes in the books, in the record book, Guinness Book of Records. Kwamba Prime Minister anakufa kwa road accident. Tanzania ingie kwenye vitabu vya kumbukumbu vya Guinness Book of Records ya dunia. Gazeti la serikali mlitegemea nini? We were reporting a story. Sasa Julius mwenyewe labda ilikuwa na negative impact kwake. Ndio maana kuna siku nyingine waliniita watu kunihoji, nikasema the story of Sokoine, the death of Sokoine has not been written. Haijaandikwa, na hii narudia, haijaandikwa. Amekuja yule kijana walisema amegonga wa Afrika Kusini. Nani yule? What is his name? Dube. Baada ya apartheid kuisha, hao walikuwa wakimbizi huku. Walirudi kule kwao. Dube amekaa kule, akaja Tanzania. Bahati mbaya akatangaza, I'm coming to Tanzania to kusafisha jina langu.
Dube huyo sijui yuko hai sijui. Akasema anakuja Tanzania kuja kusafisha jina lake. Aliambiwa yeye ndio alisababisha kifo cha Sokoine. Nasikia. Dube alirudishiwa airport hapa. Akapandishwa the next flight to South Africa. Sio wakati wa Nyerere, lakini Nyerere alishaondoka. Alishastaafu. Akarudishiwa pale airport.